Safari ya maisha ya viongozi wetu huwa imejaa milima na mabonde, lakini kwa wale walioitwa kwa dhati, hupitia yote kwa ujasiri, maono na kujitolea kwa watu wao. Hii imejidhihirisha wazi kwa mbunge wa jimbo la Kondoa, Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, ambaye ameendelea kuwa mfano wa uongozi wa vitendo baada ya kuleta mabadiliko makubwa katika sekta zote muhimu tangu alipochaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2015 kuliongoza jahazi la Kondoa. Wakati macho ya wananchi wa jimbo la Kondoa yalipogeukia mwanamke shupavu, msomi mwenye maono mapana ya maendeleo, kwa mara ya kwanza jina la Ashatu Kijaji lilianza kusikika kwa nguvu kwenye majukwaa ya siasa. Kupitia mikakati yake ya kiuongozi, Dr. Ashatu Kijaji amesimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali yenye tija kwa wananchi wa Kondoa katika sekta mbalimbali, ikiwemo miundombinu. Barabara nyingi za vijijini zilizokuwa hazipitiki nyakati za mvua sasa zimeboreshwa na kufunguliwa. Ujenzi wa madaraja makubwa umefanyika, hivyo kurahisisha usafiri wa mazao na huduma muhimu. Katika sekta ya elimu, ujenzi wa shule mpya na madarasa umeongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Vile uboreshaji wa miundombinu ya shule umesaidia kupunguza adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata elimu. Kwa upande wa afya, zahanati na vituo vya afya vimeongezwa, huku baadhi vikipandishwa hadhi kwa hospitali ndogo za wilaya. Hali hii imesaidia kupunguza vifo vya kina mama na watoto pamoja na kuimarisha huduma za upatikanaji wa huduma za afya. Katika sekta ya maji, vijiji vingi ambavyo vilikuwa vinakabiliwa na uhaba wa maji sasa vina miradi ya visima vya maji vya kisasa. Sekta ya umeme haijasahaulika, ambapo kupitia mpango wa REA pia umefikishwa katika maeneo yaliyokuwa hayana huduma hii kwa miaka mingi. Dr. Ashatu mwenyewe anasema kuwa wakati anaingia madarakani aliahidi kuwatumikia wananchi wa Kondoa kwa uaminifu. Kwa vitendo na maendeleo yanayoonekana ni matokeo ya ushirikiano kati yake, serikali kuu na wananchi wake kwa ujumla. Safari ya maisha ya Dr. Ashatu Kijaji kama mbunge wa jimbo la Kondoa ni mfano halisi wa viongozi wenye maono na kujali wananchi. Kupitia jitihada zake, sekta muhimu zimepata uhai mpya na wananchi wameanza kuona matunda ya maendeleo. Ni wazi kuwa historia ya jimbo la Kondoa haitakamilika bila kutaja jina la Dr. Ashatu Kijaji kwa mchango wake mkubwa katika kuleta mabadiliko ya kweli kwa wananchi. Najisikia faraja kubwa kwa sababu mengi tuliyoyaahidi tumeyatekeleza kwenye sekta zote. Naomba nianze na sekta ya afya. Nilipokuja mwaka 2015 kuomba ridhaa ya chama changu na hatimaye wanakondoa, jimbo letu la Kondoa lenye vijiji 84, vitongoji 381, tulikuwa hatuna kituo cha afya hata kimoja. Leo hii narejea mbele ya macho ya wanakondoa na najua ndani ya mioyo yao wamenishiba. Tayari tuna vituo vya afya 6 na tunakwenda kujenga sasa kituo cha afya cha 7. Namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, kwa uzalendo wake, lakini kwa mapenzi makubwa kwa wanakondoa na Watanzania kwa ujumla. Juzi tu mwezi huu wa 5 tumepokea tena shilingi milioni 250 ili tukajenge kituo cha afya kata ya Hondomairo. Hiki ni kituo cha 7 kwa sababu tulianzia kituo cha afya Mauno kata ya Bumbuta, tukaenda kituo cha afya Busi kata ya Busi, tukawa na kituo cha afya Kalamba kata ya Kalamba, tukawa na kituo cha afya Pahi kata ya Pahi, tukawa na kituo cha afya Bereko kata ya Bereko, na tuna kituo cha afya sasa kilichokamilika na gari la wagonjwa kituo cha afya Thawi kata ya Thawi. Kwa tayari tumeyafanya makubwa ambayo huko nyuma ilikuwa ni historia. Hakuna aliyefikiria hayo yanaweza yakafanyika ndani ya jimbo letu hili la Kondoa, ambalo tulikaa zaidi ya miaka 50 bila kuwa na kituo cha afya hata kimoja. Ndani ya miaka 10 ya Dr. Ashatu Kijaji jimboni Kondoa tumeyaweza na tumefanikiwa. Bado tuna hatua za kupiga mbele yetu. Ninafahamu kabisa tulianza mchaka kwenye sekta ya elimu. Nilipoaminiwa nilikuta kuna kata zetu 2 ambazo kata 3 zilikuwa hazina kabisa shule ya sekondari. Watoto wetu
walilazimika kutembea umbali mrefu kwenda kata za jirani, na wengine kuvuka hata jimbo la Kondoa kwenda majimbo ya jirani, kwa mfano jimbo la Hanang. Ndugu zetu kutoka Hondomairo, watoto wetu walikuwa wanavuka kutoka Hondomairo kwenda kusoma Hanang. Hii nilipoingia madarakani nikiwa kama mwana Kondoa ninayejua thamani ya elimu, niliyonufaika na elimu, nilisema lazima tuhakikishe kata zetu zote zinakuwa na shule za sekondari. Namshukuru Mwenyezi Mungu, kata zote tatu, kata ya Hondomairo, kata ya Bumbuta, kata ya KK sasa zina shule mpya bomba kabisa, shule bora kabisa, na watoto wetu hawalazimiki sasa kusafiri kwenda umbali mrefu kutafuta elimu yao. Lakini tumeenda mbali zaidi, hatujaishia kwenye shule kwenye kata ambazo zilikuwa hazina shule za sekondari. Sasa tunajenga shule ya pili kwenye kila kata. Tayari tunazo shule 2 za sekondari kata ya Thawi, tuna shule 2 za sekondari kata ya Kalamba, tuna shule 2 za sekondari kata ya Haubi, tuna shule 2 za sekondari kata ya Mnenia, na tuna shule 2 za sekondari kata ya Kikore. Huyo ndiyo Ashatu aliyerejea nyumbani baada ya kusomeshwa na wanakondoa ili awahudumie wanakondoa pamoja na watoto wa Kondoa. Na sasa watoto wetu wanasoma wakiwa na amani kubwa ndani ya kata zao, hawalazimiki tena kutembea umbali mrefu kwenda kuitafuta elimu yao. Tunafahamu jiografia ya kata zetu nyingine ni changamoto. Tumeanza pia mchaka sasa, pamoja na kuwa na shule kila kata, tunatambua kwa jiografia hii ni ngumu kwa watoto wetu hasa wa kike kutembea umbali mrefu kwenda kuitafuta elimu yao. Kwa tumeanza kujenga mabweni, tulijenga mabweni shule ya sekondari Masawi, yamekamilika, watoto wetu wa kike wako bwenini. Tumejenga mabweni shule ya sekondari Hurui, yamekamilika, watoto wetu wako mabwenini. Tumejenga mabweni shule ya sekondari Kalamba, watoto wetu wako mabwenini wanasoma. Na sasa tunajenga mabweni shule ya sekondari Bukulu, tunajenga mabweni shule ya sekondari Hurui, tunajenga mabweni shule ya sekondari Kisese, ili watoto wetu waweze tena kukaa bwenini na wasome kwa amani. So, tumehitimisha ujenzi wa shule hizi, sasa tunakwenda kwenye mabweni ili watoto wetu wasome kwa amani na salama kabisa. Lakini kwenye elimu ukiongea, ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Nilipokuja mwaka 2015, kati ya watoto 10 wa Kondoa waliokuwa wanafanya mtihani wao wa kidato cha 4, ni watoto 4 tu waliokuwa wanafaulu. Kwenye shule za msingi wanakondoa wanafahamu na wanatambua. Wakati tumekuja hapa, tukiongelea kijiji kama Swagaswaga ndani ya kata ya Hondomairo, tukiongelea kijiji kama Misri ndani ya kata ya Hondomairo, watoto wale walilazimika kwenda kusoma Hanang kwa sababu hatukuwa na shule. Lakini leo narejea kwa wana Hondomairo, narejea kwa wanakondoa kwa ujumla. Sasa Misri tuna shule imara, nzuri na ya kisasa kabisa, ambayo watoto wetu sasa hawatembei umbali mrefu, na tunawakaribisha majirani zetu waliokuwa wakitupokea siku zile waje sasa wasome Misri, waione shule nzuri iliyokamilika. Nyumba za walimu zimekamilika. Swagaswaga nyumba za walimu zimekamilika. Shule ya msingi Swagaswaga imekamilika, ishasajiliwa, watoto wetu wanasoma. Nafahamu ndugu zangu kutoka kule Dakula kata ya KK walikuwa wanahangaika pia watoto wao kutembea umbali mrefu kuja mpaka Idindiri kusoma. Leo hii tumekamilisha shule ya msingi Dakula, ambayo mpaka tunapoanza mwezi wa 7 shule yetu hii tunataraji iwe imesajiliwa, na watoto wetu sasa wasome wakiwa pale pale Dakula, wasitembee umbali mrefu. Hizi ni baadhi tu ya shule za msingi ambazo tumeweza kuzijenga mpya, na nyingine zipo ambazo zilikuwa zimechoka sana, tumezivunja zote. Tumevunja shule nzima na tukajenga shule mpya. Kwa mfano shule ya msingi Potea pale kata ya Pai ilikuwa imechoka sana. Watoto wetu wakiingia darasani wana hofu, wakiona mvua inanyesha wanaogopa, mvua ikianza majengo yanaweza yakadondoka. Leo hii tulivunja shule nzima na tumejenga shule mpya ya kisasa kabisa. Kwa hiyo hii nayo kwenye sekta ya elimu tumeyafanya makubwa. Wanakondoa mnafahamu, nilipokuja kuomba ridhaa mwaka 2015, tulikuwa hatuna kijiji au kitongoji chenye umeme, hata ile nguzo tu kuonekana haikuwepo. Kwenye vijiji vyote 84 na vitongoji vyake 381 hatukuwa na umeme popote pale.
Leo hii nafarijika ninaporejea mbele yenu baada ya miaka 10 ya utumishi wangu kwenu. Tayari vijiji vyote 84 vimepata huduma ya nishati ya umeme. Vijiji vyote tumewasha umeme, lakini vitongoji 381 tulivyo navyo, vitongoji 260 tayari vina umeme. Tumebakiza vichache sana, na ndio maana narejea kwenu kuwaomba, kazi tumeianza, endeleeni kuniamini ili tufikie vitongoji vyetu vyote vilivyobaki ambavyo ni kidogo kulinganisha na tulivyo navyo, na tuende sasa kwenye kila nyumba ya Mwanakondoa iweze kupata umeme. Kwa kwenye sekta ya umeme tumeyafanya hayo. Ukipita kwenye vijiji vyetu sasa unaona vijana wa Kitanzania wamejiajiri kupitia umeme. Ukiona akina mama wa Kitanzania wamejiajiri kupitia nishati ya umeme. Shukrani zangu mimi kama mwakilishi wenu ni kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametutumikia kwa upendo sana. Haya yote tunayoyasema, bila utayari wake, uzalendo wake, tusingeyaweza. Tungeweza kupiga hatua kidogo sana, lakini sasa tunamwambia mama asante. Umeme umefika vijiji vyote na vitongoji zaidi ya 60% vina umeme. Tuna uhakika ndani ya miaka 5 ijayo tunakwenda kuhitimisha kwenye vitongoji vyetu 121 vilivyosalia. Nilifika eneo kama Kisese nikajiuliza, hivi ni kweli hii ni Kondoa ninayoijua? Ilinipa shida sana. Tulikuwa na daraja la Kisese ambalo lilikuwa na zaidi ya miaka 40 tangu limeharibika, halikuweza kujengwa. Leo baada ya miaka 10 ya utumishi wangu Kondoa, ninafarijika kuwaeleza kwamba tayari tumeshajenga daraja la Kisese, limekamilika. Wana Kisese, wana Kikore, nyinyi ni mashahidi. Lakini tumeshajenga tayari daraja la Masange pale jirani na kwa almarhum Sheikh Sungu, na kwa kulikuwa na shida kubwa. Ukitaka kwenda Itololo lazima uzunguke kwenda kule Majengo, Masange ndio uvuke kuelekea Itololo. Ilikuwa inatuchukua muda mrefu sana. Tumeweza, tumejenga daraja pale la thamani kubwa tu ambalo liko pale Masange. Sasa ukitoka Kolo unakwenda moja kwa moja mpaka Kisese, mpaka Kikore. Hakuna sehemu yoyote ambako unadumbukia. Tunafahamu ndugu zetu wengi wamepoteza maisha kwenye haya makorongo kipindi cha nyuma. Sasa hiyo imebaki ni historia kwetu. Sasa tutumie barabara hizi, tutumie madaraja haya kwa kujiletea maendeleo, tusafirishe mazao yetu tunayoyalima shambani ili tuweze kufanikiwa. Lakini nikirejea kwa ndugu zangu wa kata za Haubi na Kalamba, nyinyi ni mashahidi. Tumepata tabu sana, maana na mimi ni mwana Kalamba mwenzenu. Tumepata tabu sana kwenye daraja la Baura. Ndugu zetu wamekufa wengi, magari mengi yamedondoka kwenye korongo lile la Baura. Lilishindikana. Hakuna mtu aliyekuwa anafikiria leo daraja la Baura litakuwa linabaki historia. Tumeweza. Tumejenga daraja zuri kubwa la Baura na sasa imebaki historia tena. Vijana wetu wanaendesha pikipiki wakiwa salama. Magari yetu madogo na makubwa yanapita pale Baura sana. Sasa wako salama kabisa. Tumeshasahau ile historia. Hii ni kueleza kwamba sisi tuliona, hasa mimi mtoto wenu kutoka Haubi na Kalamba, niliona ile adha tuliokuwa nayo. Mnatangulia nyinyi abiria alafu gari iwafate nyuma. Nikasema hapana, yanawezekana. Nilipeleka kilio chetu kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, naye katusikia. Daraja la Baura limekamilika. Sasa tunapita bila wasiwasi wowote. Kazi ni moja tu, kuongeza kipato chetu kwa kufikisha salama na kwa muda mfupi mazao yetu tunayoyazalisha kwenye kata zetu hizi. Ndugu zangu wa Kikore, ndugu zangu wa Hurui, nyinyi ni mashahidi. Daraja letu la Hurui lilidumbukia miaka 3 iliyopita. Ikawa ni historia ngumu sana kwetu. Tunawezaje? Maana upande wa Hurui kule Kisese ukija mpaka Itasu ndiko mazao mengi yanayolimwa, na sisi ndio tunailisha Dodoma, tunailisha Arusha kutoka kwenye kata hizi. Ikawa ni changamoto kubwa. Nikawaambia tulieni, tunaye rais msikivu na mimi mtumishi wenu nipo. Nikarejea kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nikamwambia tumekatwa miguu
na mikono, hatuwezi tena kufikisha bidhaa zetu sokoni. Mheshimiwa Rais akatuamini, akatupenda kama anavyotupenda siku zote, katupa fedha. Leo Wanahurui daraja limekamilika, mazao yetu yanafika sokoni bila tatizo lolote. Haya ni baadhi ya madaraja machache ambayo tumeyasimamia, tumeyaombea fedha na fedha tumepata, na madaraja yamejengwa kwa kiwango kizuri, na sasa tunasafirisha mazao yetu pamoja na sisi abiria Wanakondoa tunaweza kusafiri bila tatizo lolote. Naamini nitakuwa sijawatendea haki ndugu zangu wa kata ya Thawi na Changaa. Mtakumbuka pia miaka 6 iliyopita daraja letu la Thawi lilidumbukia, liliondoka kabisa na maji, tukakata tamaa, tukasema isije ikawa ni kama ile historia ya kule Kisesa ya miaka 40 tangu daraja limeondoka hatujaweza kulirejesha. Nikawaambia kuweni na amani, narejea kwa mama. Mama ni msikivu, mama anatupenda watoto wake. Nilienda kwa mama, nikamwambia mama, wana Thawi, wana Changaa, daraja letu la Thawi limeondoka na maji, tunakuletea kilio chetu. Mama alituamini. Ndani ya miezi 6 daraja limekamilika. Sasa tunapita darajani bila wasiwasi wowote, na tunaendelea na kazi zetu za kujiongezea kipato. Sisi ni wakulima, sisi ni wafugaji, kwa hiyo bidhaa zetu zinaweza kufika sokoni kwa haraka kwa misimu yote ya mwaka mzima.